na tunawashukuru kwa namna ambavyo mmeitikia kwa wingi kwa ajili ya kuja kuweka hamasa tunapoelekea katika mapokezi ya mwenge wetu wa uhuru. Hongereni sana, hongereni kwa mazoezi, lakini pia hongereni kwa utayari na hamasa kubwa kwa ajili ya maandalizi ya mapokezi ya mwenge wetu wa uhuru. Tumepita katika maeneo yote, tumekutana na wananchi, tumezungumza nao kwa ufupi, lakini sasa tunapokwenda katika kupokea mwenge huu wa uhuru siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 7 katika manispaa yetu ya Moshi, kama nilivyoeleza pale Mbuyuni, mwenge wa uhuru tutaupokea kimkoa tarehe 28 ya mwezi huu wa 6, tukitokea mwenge wa uhuru kwa unatokea mkoa wa Tanga na utapokea kule Same. Hapo tutakwenda baada ya Same, Mwanga, Rombo, Moshi vijijini, alafu tunakuja hapa kwetu kwenye jambo letu. Maana hapa Moshi manispaa ndo tuna jambo lenyewe sasa la mwenge wa uhuru. Kwa sisi hapa tunapokea mwenge wa uhuru tarehe 2 pale katika shule ya msingi Msaranga. Alafu tutapita katika miradi 7 ya maendeleo. Tutapita katika ujenzi wa barabara ya Makanya pale Majengo, lakini pia tutakwenda katika ujenzi wa vyumba vya madarasa pale sekondari ya Luslamek, lakini pia pale kuna mradi wa jiko la kisasa kabisa la kupikia ambalo linatumia nishati safi ya kupikia. Lakini pia kama mnavyofahamu, halmashauri yetu ya manispaa imeendelea pia kuwawezesha makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa pia mwenge wa uhuru utapita katika kikundi kimojawapo ambayo tuliwakopesha, kikundi cha B5 Media. Kwa utapita pale Kahawa House kwa ajili ya kukagua shughuli za vijana wale ambao wamejikita katika nyanja ya utangazaji na habari. Kwa pia tutakwenda kuangalia shughuli za vijana. Lakini pia tutakwenda katika mradi wa maji kwenye chanzo chetu cha maji maarufu kama Coffee Curing. Lakini baada ya hapo pia tutakwenda kwenye mradi ambao wananchi walianza wenyewe, ninyi wananchi wa wilaya ya Moshi na manispaa yetu ya Moshi. Pia na pale tumejenga kituo cha polisi Karanga kwa ajili ya kuimarisha usalama katika maeneo yetu. Mwenge wa uhuru unapita pale kwenda kuzindua kituo chetu kile cha polisi. Lakini pia zana ya mwenge wa uhuru inahamasisha pia uwekezaji, watu binafsi na biashara. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha na kuwataka wananchi wote wa manispaa yetu ya Moshi katika ile eneo la mapokezi, lakini pia kwenye miradi kote mpaka katika uwanja mkesha mwenge wa uhuru uje hapa ukikuta watu katika maeneo yote hayo. Kwa hiyo tujitokeze kwa wengi sana sana sana. Ya mwenge wa uhuru katika mwaka wetu wa 2026 unaendelea kusisitiza kama nilivyoeleza masuala ya amani, umoja na mshikamano. Tunaongozwa na kauli mbiu usemayo Tanzania ni yetu sote, tushirikiane kuleta maendeleo. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba sote tunakaa pamoja. Kwa kweli nawashukuruni sana. Leo ni kumbukizi ya siku yangu ya kuzaliwa. Happy birthday bosi. Asanteni sana kwa upendo, asanteni sana kwa ukarimu. Mimi wala sikutaka haya mambo mengi hivi. Sisi tumetaka. Lakini ndio mmetaka. Nasema mmejamulia mama. Lakini kwa kweli nawashukuruni sana kwa upendo na ninawashukuruni sana kwa kujali. Na upendo huu uendelee kudumu, mshikamano uendelee kudumu, umoja uendelee kudumu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Katika utawala wa wilaya na mkurugenzi pamoja na timu nyingine yote, wadau wote mmekuja hapa, mmefurahi sana. Kwa hiyo nawashukuruni sana jamani kwa zawadi. Na tuna kila sababu kama wadau wa michezo kuhakikisha kwamba kauli mbiu hii inakwenda kwa kila mmoja, kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja, tushirikiane kwa pamoja ili kuweza kuleta maendeleo. Tunataka kauli mbiu hii kila mmoja aweze kuifahamu, kuitambua, lakini hasa tuweze kuona umuhimu wa kutunza amani, wa kuwa pamoja. Na ameona ruti ilivyokuwa kubwa na watu hawakuchoka kwa kweli. Hata tumemaliza zoezi hili, bado watu wanatamani waendelee kufanya pia mazoezi na kuendelea kufanya hamasa kwa ajili ya utayari wa ujio wetu wa mwenge. Tunashukuru sana kwa wote ambao wameshiriki tunapofanya mazoezi. Hii ni kwa faida ya kesho yetu ili tuweze kuepukana na haya magonjwa yasiyoambukiza. Nilivyosikia leo ni birthday yako, sisi kama watumishi na wananchi wa Moshi tukasema lazima tufanye jambo kwa ajili yako. Tumeona tufurahi naye siku hii yako muhimu, lakini tumshukuru Mungu kwa ajili yako kwa kukufanya baraka na kukuleta katika hii dunia, na umekuwa kiongozi bora na hodari nyakati zote. Tunakutakia happy birthday na maisha marefu kwako. Tumekuandalia zawadi chache. Tuna keki 2. Tumeona keki moja utakata ili wananchi wote wapate kula,
lakini keki moja itakuwa ni zawadi ya familia. Huu ndio upendo ambao sisi kama watumishi wako tumeona tushare na wewe, na wakati unaelekea kukata keki, tunaomba tuendelee kujiamlia mambo kwa kufungua kwanza shampeni kwa pamoja.